Katika suratul Baqara kuna aya ambayo subhanahu wa ta'ala kama alikuwa anawajibu makafiri waliokuwa wanajaribu kutia makosa juu ya suala zima la utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala kuleta baadhi ya hukumu alafu akazifuta. Makafiri wakaona kama ni pointi ya kuitia kasoro Qur'ani. Mwenyewe akaleta aya subhana akiitetea Qur'ani yake akasema ma nansakh min ayatin au nunsiha naati bi khairin minha au mithliha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapofuta hukumu basi analeta hukumu iliyo bora zaidi, au analeta hukumu mfano wa ile iliyokuwapo, lakini hii inayokuja inakuwa na maslahi mapana kwa wale walioletewa hukumu hiyo. Kwa hivyo hakuna kasoro wala mapungufu yoyote katika kubadilisha hukumu na kuleta hukumu nyingine. Kwa mfano katika suala zima la ulevi, wanawazuoni wametuambia kwamba ulevi ulikuwa umezoeleka sana katika jamii ya Waarabu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakutaka kulikataza jambo hilo kwa mara moja na kwa ughafla. Aliona kama litakuwa uzito kwa wale waliolizoea, akalizungumza katika suratul Baqara kule. Unaulizwa kuhusiana na khamri, kul fihima ithmun, lakini akazungumza wa manafi', lakini akasema wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kwa kuwa palizungumzwa manufaa, watu waliendelea kupiga maji, lakini ikaja ikatokea sasa wamepiga maji wanataka kufanya ibada, wakachanganyikiwa katika usomaji wa aya za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaleta hukumu nyingine, akawambia msije mkaswali hali ya kuwa mmelewa. Kwa hivyo watu wakawa wanangojea baada ya swala ya Isha, wakawa bado wanaendelea kunywa, hata mwisho subhanahu wa ta'ala akaleta aya ya kuja kuharamisha moja kwa moja, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaitani fajtanibuhu. Akaendelea kusema subhanahu wa ta'ala, innama yuridu shaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio anasema katika aya hii, yamhaqullahu, anafuta Mwenyezi Mungu ma yashau, kile anachotaka kukifuta, na akikifuta ni kwa maslahi ya hao walioletewa hukumu na sheria hiyo. Wa yuthbitu, na anathibitisha Mwenyezi Mungu katika sheria zake kile anachokitaka, na anathibitisha kwa sababu kina maslahi kwa hao waliopelekewa hukumu hiyo. Ayunsikhu Allahu, Mungu anakifuta ma yashau naskhahu, anachotaka kukifuta, mina sharai, miongoni mwa sheria mbalimbali, wal ahkami, na miongoni mwa hukumu mbalimbali, wa sahafil malaikatil kirami,
hata zile kurasa zilizoandikwa na malaika watukufu, anachotaka Mwenyezi Mungu huwa anafuta ndani ya kurasa zile. Wa yuthbitu ma yashau minha duna taghayyirin, na anathibitisha anachokitaka katika hizo hukumu na sheria, kile anachokitaka Mwenyezi Mungu bila ya mabadiliko yoyote. Qala Ibn Abbas, yubaddilu Allahu ma yashau, anabadilisha Mwenyezi Mungu kile anachokitaka kukibadilisha. Fayunsikhuhu, kwa hivyo Mungu anakifuta. Illa almauta, isipokuwa umauti haubadilishiwi mtu. Kwa maana akiambiwa ataishi miaka 10 ataishi hiyo hiyo, akiambiwa ataishi 100 ataishi hiyo hiyo. Illa almauta walhayata, isipokuwa umauti na uhai, washaqaa wasaada, na ukorofi na utukufu, ubaya na wema, Mungu hivi havifuti. Fa innahu, kwani vitu hivi qad faragha minha, tayari Mwenyezi Mungu ameshamaliza hukumu zake katika hilo. Wa hadha, na maelezo haya ya Ibn Abbasi, qawlu Mujahidin aidha, ni kauli ya mwanawazuoni mwingine Mujahid, haithu qal, pale na yeye aliposema illa alhayata walmauta washaqawata wassaada fa innahuma la yataghayyarani, hivi viwili hivi havibadiliki. Waqila, kuna kauli inasema innal mahwa wal ithbata, suala hili la kufuta na kuthibitisha amun fi jami'il ashyai, limeenea katika vitu vyote. Limaruya, kwa maelezo yaliyopokewa, anna Umar ibn al-Khattabi, kwamba Umar ibn al-Khattabi kana yatufu bilbaiti, alikuwa anatufu katika al-Kaaba, wa yabki, hali ya kuwa analia, wa yakulu, akawa anamuomba Mola wake kwa kusema Allahumma, ewe Mola wa haki, in kunta katabta alayya shaqwatan, ikiwa umehukumu na kuniandikia mimi kuwa mtu muovu, au dhamban, au umeniandikia na kunihukumia kwamba mimi nina madhambi, famhuhu, na kuomba ya Rabbi, futa hilo. Fa innaka tamhu ma tashau, kwani wewe unafuta unachotaka. Watuthbitu, na unathibitisha unachotaka. Wa indaka ummul kitabi, na mbele yako Allah kuna ummul kitabi. Waj'alhu sa'adatan wa maghfira, na kuomba ujaalie yale maovu na mabaya, ujaalie kuwa ni ubwana na msamaha katika yale ambayo nimeteleza. Waqad rajahahu Abu Suudi, mwanawazuoni Abu Suudi anasema kauli hii ndiyo kauli yenye nguvu, kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kubadilisha chochote ambacho mja atamuomba Mola wake. Wa huwa qawlu Ibn Abbas aidha, na hiyo ndiyo kauli ya Ibn Abbas. Kwa hivyo neno dogo sana katika aya, yamhu Allahu ma yashau, Mwenyezi Mungu anafuta kile anachotaka. Kwa nini anafuta?
kwa sababu mamlaka hayo ni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiyo mwenye viumbe, yeye ndiyo mwenye usimamizi, yeye ndiyo mwenye mamlaka. Kwa hivyo anafanya analolitaka yeye. Kauli nyingine ya Allah anasema lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, vilivyomo katika mbingu ni vya Mungu, vilivyomo katika ardhi ni vya Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa vile anavyovimiliki, ameviumba yeye, anavitawalia yeye, na vyote kwake yeye ni vitumwa. Mwenyezi Mungu ana mamlaka ya kufanya lolote analotaka. Ndiyo maana anatangaza yamhullahu ma yashau, Mungu ataendelea kufuta kile anachotaka kukifuta katika hukumu, hakuna wa kumuuliza. Wa yuthbitu, lakini vile vile Mwenyezi Mungu atakithibitisha kukibakisha katika hukumu kile anachokitaka, hakuna wa kumuuliza, hakuna wa kumhoji. La yusalu amma yafalu, Mwenyezi Mungu haulizwi kwa yale anayoyafanya. Wahum yusalun, lakini viumbe wataulizwa kwa yale wanayoyafanya. Ila ifahamike, Mwenyezi Mungu sheria atakayoileta au sheria atakayoibadilisha au hukumu atakayoileta au hukumu atakayoibadilisha, basi hukumu hiyo au sheria hiyo haina sababu ya kumkandamiza aliyoletewa sheria, bali sheria hiyo ndiyo iliyo na maslahi makubwa kwa hao walioletewa hiyo sheria. Hili lifahamike. Yamhu Allahu ma yashau wa yuthbitu, imekuja kwa mnasaba wa aya hii kuulizwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam an hadhihi al-aya, ya Rasulallah, mboni hii aya kama hatujaifahamu, Allah amekusudia nini? Faqal, Mtume akawajibu masahaba, yaktubu Allahu alqawla kullahu, Mwenyezi Mungu huwa anaandika maneno yote ya mwanadamu anayoyazungumza, hata idha kana yaumul khamisi, mpaka inapokuwa siku ya Alhamisi kama leo, taraha minhu kulla shay'in laisa fihi thawabun wala iqabun, yani linapitiwa faili la Muislam au la mwanadamu katika kila siku ya Alhamisi kwa wiki. Na ndiyo mnasaba Bwana Mtume akawa anafunga siku ya Alhamisi. Alipoulizwa akasema, ninapenda leo siku ya kupitiwa faili langu katika kila wiki, lipitiwe faili langu hali ya kuwa mimi mwenyewe nimefunga. Kwa hivyo siku ya Alhamisi yanapitiwa mafaili yetu yote tuliyoyazungumza yote. Sasa Mwenyezi Mungu anachofanya, taraha minhu, huwa anatupa katika yale yaliyoandikwa, kulla shay'in, kila neno, laisa fihi thawabun wala iqabun, neno lenyewe hilo lilikuwa katika mambo ya mubaha. Mambo ya mubaha hayana thawabu wala hayana dhambi. Kwa hivyo mambo kama hayo yanafutwa siku ya Alhamis. Mithlu qaulika, maneno ya mubaha ni mfano wa kauli yako, akaltu, nilikula, washaribtu, nilikunywa, wadakhaltu, niliingia, wakharajtu, nikatoka, wanahauhu, na mfano wa maneno kama haya minal kalami. Haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayafuta.
wa yuthbitu ma kana fihi thawabun, lakini anathibitisha katika faili hili matokeo ya wiki, kila lile lililokuwa amelifanya Muislamu likampatia thawabu, au lile ambalo amelifanya likampatia adhabu. Haya ndiyo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayathibitisha na kuyaandika. Mwanawazuoni mmoja Said ibn Jubair, tabi'i huyo, anasema annaha, aya hii tunayoisoma, bimaana, iko katika maana ya kauli ya Mwenyezi Mungu iliyo katika suratul Baqara, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Mwenyezi Mungu anautangazia ulimwengu na walimwengu kwamba vilivyomo mbinguni ni vya Mwenyezi Mungu, khalqan wa malikan wa abida. Vilivyomo ardhini ni vya Mwenyezi Mungu, khalqan wa malikan wa abida. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum, kama mutayadhihirisha yale yaliyomo ndani ya nafsi zenu, au tukhfuhu, au mkaendelea kuyaficha, yuhasibukum bihi Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawajumuishieni hayo na kuwahisabu. Fayaghfiru liman yashau, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humsamehe yule anayetaka msamaha wa Mwenyezi Mungu, wa yuadhibu man yashau, na Mwenyezi Mungu humuadhibu yule anayetakiwa kuadhibiwa, anayetaka kuadhibiwa, Mwenyezi Mungu huadhibiwa, humuadhibu. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Kwa hivyo fayaghfiru liman yashau ndio ile anayosema wayamhaku, na ile wayuadhibu man yashau ndio ile kauli ya Mwenyezi Mungu wayuthbitu. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala, yamhu Allahu ma yashau, Mungu anafuta yale anayoyataka, wayuthbitu, na Mwenyezi Mungu anayathibitisha katika daftari la kila mmoja wetu yale anayoyataka. Wa indahu, na mbele zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ummul kitabi, ndio kwenye mama wa vitabu vyote. Ay aslu kulli kitabin, asli ya kitabu chochote kile, asli yake iko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile unavyoona katika nchi huwa na benki kuu moja ya taifa, alafu inaweza zikawepo benki za kilimo, zikawepo benki za wavuvi, zikawepo benki za wafanyabiashara ndogo ndogo, lakini benki zote hizo mama yao ni benki kuu ya nchi hiyo. Mwenyezi Mungu ameteremsha Qur'ani, ameteremsha Taurati, ameteremsha Injili, ameteremsha Zaburi, ameteremsha Suhufi, lakini vitabu vyote hivi mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio kuna ummul kitabi. Vote vimetoka huko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay aslu kulli kitabin wa huwa al-lawhul mahfudh alladhi kataba Allahu fihi, ameandika ndani ya kitabu hicho Allah maqadir al-ashiyai kullaha, bajeti ya vitu vote ameandika huko subhana. Baada ya maelezo haya, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, wa imma nuriyannaka ba'dha alladhi na'iduhum, Muhammadi, suala la kuadhibiwa wanaokwenda kinyume na amri zetu, wasiotekeleza maelekezo yetu, wasioishi kwa vile tulivyowapangia,
tutawaadhibu. Sasa tunaweza tukakuonyesha baadhi ya zile adhabu ambazo naiduhum, tunaahidi kwamba tutawaadhibu bado ukiwa hai, au natawafayannaka, au tukakufisha roho kabla ya hizo adhabu ambazo tunawaalikia wewe hukuziona. Fa innama, hakika si vingine, alaika, lililo juu lako Muhammad, albalahu, wajibu wako ni kufikisha ujumbe tuliokutuma. Suala adhabu itakapokuja utaiona, au utatangulia kuondoka kabla ya adhabu tunayowaalikia, hiyo haikuhusu wewe. Fa innama, hakika si vingine, alaika albalahu, juu yako wajibu wako ulilofaradhishiwa ni kuwafikishia watu ujumbe wa Mola wako. Wa alaina alhisabu, na juu letu sisi kuja kujumuisha matokeo, walioamini matokeo yao, waliokufuru matokeo yao. Anasema maneno haya Mwenyezi Mungu anamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, imma nuriyannaka, ima tutakuonyesha baadhi alladhi naiduhum, baadhi ya yale tunayowaahidi wenye kwenda kinyume na amri zetu. Ai wa in arainaka ya Muhammad, ikiwa tutakuonyesha Muhammad baadhi alladhi wa'adnahum min al'adhabi, baadhi ya yale ambayo tumewaalikia makafiri katika adhabu. Au natawafayannaka, au tukatangulia kukufisha wewe ukatangulia kufa. Ainakubidhaka, tukakuchukua wewe, kabla an nuqirra ainaka, kabla hatujalionyesha na kuliburudisha jicho lako, biadhabi haulai almushrikina, kwa kuwaadhibu hawa washirikina. Kwa ufupi, adhabu hawa inawakabili. Fa innama, hakika si vingine, alaika albalahu, juu lako wewe, wajibu wako wewe, kazi yako wewe ni kufikisha ujumbe wa Mola wako. Wa alaina alhisabu, na juu letu sisi tutakuja kujumuisha matokeo ya amali zao wanazozifanya. Ai laisa alaika, huna wajibu mwingine wewe, illa tabligha risala, isipokuwa kufikisha ujumbe. Wa alaina hisabuhum wa jazaohum, na sisi juu letu ni hisabu yao na malipo yao. Maneno ya aya hii yanakwenda sambamba na kauli ya Mwenyezi Mungu katika suratul Ghashia, pale anaposema Mwenyezi Mungu, fadhakir Muhammadi, kumbusha. Fadhakir, kumbusha Muhammad. Innama, hakika si vingine, anta mudhakir, wewe kazi yako ni kukumbusha. Fanya wajibu wako. Lasta alaihim bimusaitiri, sio wajibu wako kuwalazimisha watu. Wajibu wako wewe kuwakumbusha watu. Usiwalazimishe watu kwa bakora na vigongo, hapana. Lasta alaihim bimusaitiri illa man tawalla, isipokuwa yule atakaye kengeuka akapuuza kile ambacho wewe utakuwa ukimuaidhi. Fayuadhibuhu Allahu al-adhaba al-akbara, huyo Mwenyezi Mungu hatomuacha, atamuadhibu adhabu iliyokubwa. Mtu yoyote ambaye ataupata ujumbe wa Allah, jambo fulani haram, jambo fulani haram,
wajibu wako ufanye jambo fulani, alafu mtu asitekeleze, akakengeuka hayo aliyoamrishwa na kukatazwa, fayuadhibuhu Allahu al-adhab al-akbar. Huyu anaamua kuacha amri za Mungu kwa jeuri, kwa sababu Mungu ujumbe wake umemfikia kwamba hili Mungu hataki ufanye, hili Mungu hataki uliache. Kama hukutekeleza hali ya kuwa ujumbe umekufikia, Allah anasema mtu huyo fayuadhibuhu Allahu al-adhab al-akbar, Mwenyezi Mungu atamuadhibu adhabu iliyokubwa. Ikaendelea aya, inna ilaina iyabahum, watu hao kwetu sisi ndiyo marejeo yao, thumma inna alaina hisabahum, kisha jukumu la kukusanya matokeo yao na kuratibu nani kapata kiwango gani, hilo liko katika mamlaka yetu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo mimi na wewe, kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala ametufikishia ujumbe wake wa halali kwetu umefika, ujumbe wake wa haramu kwetu umefika, ujumbe wake kuna pepo kwetu umefika, ujumbe wake kuna moto kwetu umefika. Tusipotekeleza makatazo yake, tusipotekeleza amri zake, elewa kwamba tutakuwa tumepuuza ujumbe wake, na kwa maana hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atachukua hatua kwa kila atakayepuuza ujumbe ambao umemfikia. Ndio anamwambia mtume wake, wa imma nuriyannaka, yawezekana tukakuonyesha ba'dha alladhi na'iduhum, baadhi ya zile adhabu tunazowaalikia wale wenye kwenda kinyume na amri zetu, tunaweza tukakuonyesha bado ukiwa hai, au natawafayannaka, au tukaamua kukufisha kabla ya kuwachukulia hatua makafiri. Fa innama, hakika si vingine, alaika, wajibu ulio juu lako, albalaghu, kufikisha ujumbe tuliokutuma, wa alaina alhisabu, na juu letu sisi kuja kukusanya matokeo ya kila mwenye kufanya amali. Siku ya Kiyama mtu atakuja kulipwa kulingana na matokeo yake. Taib, aya zinaendelea. Awalam yarau, makafiri wanaojifanya majeuri, makafiri wanaojifanya hawaelewi, makafiri wanaojifanya hawajali. Awalam yarau, hivi hawaoni anna, kwamba sisi, Mwenyezi Mungu anasema anna, hakika yetu sisi, naatil ardha, tunaiendea ardhi sehemu mbalimbali, na nkusuha, tunaipunguza kutoka katika mamlaka za makafiri, min atrafiha, katika ncha mbalimbali ya hiyo ardhi. Wallahu yahkumu, na Mwenyezi Mungu ndiyo anayetoa maamuzi, la muaqiba lihukumihi, hakuna anayeweza kukata rufaa ya kupinga hukumu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Awalam yarau, hawaoni uwezo wa Allah makafiri, anna, hakika yetu sisi, naatil ardha, tunaiendea ardhi sehemu mbalimbali, na nkusuha, tunazichukua sehemu hizo tukazileta katika mamlaka ya Kiislamu, min atrafiha, katika pande mbalimbali za ardhi. Hapa Mungu alikuwa anakusudia kuwafahamisha makafiri kwamba Mwenyezi Mungu anao uwezo. Kama wanajiona wana nguvu,
hawaoni miji mbalimbali siku zote inaingia katika Uislamu? Na vile vile wakiwaangalia wale waliokuwa muhimu katika ukafiri, akina Umar ibn al-Khattabi, akina Sayyidina Hamza na wengine mpaka akina Abu Sufyani, hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku baada ya siku alikuwa anatoka kingwengwe huyu kafiri anaingia katika Uislamu, anatoka huyu anaingia kwenye Uislamu, ardhi hii inaingia kwenye Uislamu. Hawauoni uwezo wa Mwenyezi Mungu? Ndio analokusudia kuwauliza Mwenyezi Mungu Subhanahu. Tayyib, awalam yarau, hawaoni makafiri, anna, hakika yetu sisi, naatil ardha, tunaiendea ardhi, nankusuha, tukaipunguza, min atrafiha, kupitia katika ncha za ardhi hiyo. Ai awalam yara haulai almushrikuna, hawaoni hawa washirikina, anna numakkinu lilmu'minina, kwamba sisi tunawawezesha waumini, min diyarihim, katika miji ya makafiri tunawawezesha waumini, wanaftah lirrasuli, alafu tunamfungulia mtume, al-ardha, tunaifungua ardhi kwa bwana mtume, baada al-ardhi, baada ya ardhi nyingine, hata tankusa darul kufuri, mpaka inapungua miji ya ukafiri, watazidu darul islam, na inazidi miji ya Kiislamu. Wadhalika min aqwal adilla, anasema hiyo ni dalili kubwa kabisa, ala anna, kwamba anna Allah, kwamba Mwenyezi Mungu, munjizun wa'adahu, ni mwenye kutekeleza waadi wake, lirasulihi, kumtekelezea mtume wake alayhi salam, juu yake amani. Anasema hivyo Mwenyezi Mungu Subhana katika suratul Anbiya. Mwenyezi Mungu analeta aya inayofanana na hii, anasema Subhana, afala yarauna, hawaoni makafiri wakorofi, anna naatil ardha nankusuha, kwamba sisi tunaiendea ardhi tukaipunguza, min atrafiha, afahumul ghalibun, wao makafiri wa Maka ndio watashinda. Wakala, akaendelea kusema Allah, walaqad ahlakna ma haulakum, tumewaangamiza au tumeangamiza maeneo yaliyo pembekezoni mwenu, minal qura, katika miji mbalimbali, wasarrafna alayati, na tukaziweka wazi na kuzibainisha aya zetu, la'allahum yarji'un, ili watu wapate kurejea katika taa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu wakati mwingine hupeleka maradhi katika baadhi ya miji. Madhumuni yake Mwenyezi Mungu anawataka watu warudi katika taa yake, na sio kama kwamba Allah mtukufu Subhana anapopeleka adhabu au maradhi katika mji fulani huwa amekusudia kupeleka dunia nzima, kama vile sisi tunavyohangaika. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu aliamua kuwatihani wazungu mwaka 2019, akawapelekea korona, pamoja na utaalamu walionao, pamoja na mahospitali walionayo, hali kubwa kabisa ya kiujuzi walionayo, lakini Mwenyezi Mungu Subhana kupitia maradhi yale aliwachukua viumbe wengi miongoni mwao.
wakatutisha na sisi wa Afrika huku, wakasema nyinyi ndio mtashindwa hata kuzikana, watu watakuwa wakianguka mabarabarani kutokana na uzito wa gonjwa hili. Lakini Mwenyezi Mungu hakutaka kuleta kwetu gonjwa lile, bali tulikuja kufa kwa kule kutishana wenyewe. Lakini korona huku haikufika. Alichokitaka Mwenyezi Mungu kutufahamisha sisi wa Afrika ambao maskini, Mungu anapotaka kuchukua hatua, hata kwa hao wataalamu waliopiga hatua ya tiba, Mungu anaweza akawapelekea maradhi na wakashindwa kujizuia na kupata tiba nayo. Alitaka kufanya hivyo. Ndio anasema walaqad ahlakna ma haulakum, tumeiangamiza miji iliyokuwa pembekezoni mwenu, minal qura, katika miji mbalimbali, wasarrafna alayati, na tumeziweka wazi na kuzibainisha aya zetu, la'allahum yarji'un. Mungu anataka watu warudi kwa Mungu, wasifanye ujanja wa kusema kwamba ili tusipate korona tusalimiane miguu kwa miguu, ili tusipate korona labda tuwe na maski, ili tusipate ukimwi labda tuwe tuna mipira. Hapana. Anachokitaka Allah subhana, anapoleta maradhi fulani, anapoleta shida fulani, la'allahum yarji'un, anataka watu warudi kwa Mungu, watu wamnyenyekee Allah. Tayyib, wallahu yahkumu, Mwenyezi Mungu anatoa maamuzi. Yahkumu, ataendelea kuhukumu na kutoa maamuzi. La muaqiba li hukumihi, hakuna yoyote wa kukataa na kupingana na maamuzi ya Mwenyezi Mungu kwamba yasitendeke au haiwezekani. Ay laisa yataaqabu hukumahu ahadun binaqdhin, kwa kuitengua hukumu hiyo, wala taghayirin, wala kuibadilisha hukumu hiyo. Wa huwa sari'ul hisabi, na yeye Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama atawahisabu watu kwa muda mchache sana, atawahisabu watu kwa muda mfupi sana. Ay sari'ul hisabi wa sari'ul intiqami mimman asahu, mwepesi wa hisabu na ni mwepesi wa kumnakamisha yule ambaye atakwenda kinyume na amri zake. Waqad makara alladhina min qablihim, Muhammadi, kuona hawa wanakufanyia vituko si jambo la ajabu, sio wao wa mwanzo. Hii ndiyo kawaida ya wale wote wasioitaka taa ya Mwenyezi Mungu, huwafanyia vitimbi wale wote wanaosimamia dini ya Mwenyezi Mungu, toka manabii, mitume, hata wanawazuoni huwa wanafanyiwa vitimbi na wale watu wasioitaka taa ya Mwenyezi Mungu. Ndio anasema waqad makara alladhina min qablihim, makafiri waliotangulia kabla ya makafiri waliopo leo katika dunia walifanya vitimbi vingi kwa mitume yao. Ay makara al-kuffaru alladhina khalau bianbiyaihim kama makara kufaru Quraishim bika, kama wanavyokufanyia vitimbi wewe Makuraishi. Falillahi al-makru jamia, lakini hiyo mipango na vitimbi haviwezi kufanikiwa mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aridhie na atake hilo jambo lipite, ndiyo linaweza kupita. Falillahi al-makru jamia, ay lahu ta'ala asbabul makri jamia, la yadhurru makruhum, hayawezi kudhuru haviwezi kudhuru vitimbi vyao illa biiradatihi, isipokuwa mpaka Mungu atake. Fahuwa yusilu ilayhimul adhab min haythu la ya'lamun, Mwenyezi Mungu atawapelekea adhabu kiasi ambacho wao wenyewe hawajui. Tayyib,
Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anasema hivi: waqad makara alladhina min qablihim, wamefanya vitimbi waliotangulia kabla yao, makafiri kabla ya makafiri wa Kikuraishi, makafiri kabla ya makafiri wengine katika dunia. Lakini falillahi almakru jamia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama kuna vitimbi ili vifanikiwe, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atake vifanikiwe. Imekuja katika Suratun Namli, anasema wa makaru makran, walifanya vitimbi vikubwa mno. Wa makarna makra, na sisi tukavishinda au tukalipa vitimbi vyao. Wa hum la yashurun, hali ya kuwa wenyewe waliofanya vitimbi hawajui. Fandhur, ebu angalia, kaifa kana akibatu makrihim, vipi ulikuwa mwisho wa vitimbi vyao makafiri. Kwa mfano, walifanya vitimbi vya kutaka kumuua Bwana Mtume, wakachagua kijana katika kila makabila ya Kikuraishi ya Maka, wakamchagua kijana ashiriki katika mauaji ya kumuua Bwana Mtume, ili familia ya Bwana Mtume anapokuja kuonekanwa Mtume ameshauawa, wasiweze kudai kisasi wala wasiweze kupigana. Hawawezi kupigana na makabila yote, badala yake pengine watadai fidia tu, na watu wa Maka kutoa ngamia kwa kumuondosha Muhammad, kwa sababu wanaona ni kikwazo kwao cha kushindwa kufanikisha mambo yao. Tayari walishazoea dhulma zao, hilo lilikuwa kwao si tatizo. Na hii dunia ndivyo tabu inavyopatikana. Kuna watu wamezoea dhulma zao, kuna watu wamezoea manyanyaso yao, kuna watu wamezoea uchumi wao wa haramu, wamezoea mambo yao mabaya. Kwa hivyo anapotokea mtu akayasema yale mambo mabaya yao, basi wale watu huumia sana na hufanya kila wanaloweza. Ikiwezekana yule mtu atakupotea apotee. Kwa sababu gani? Anayataja yale mabaya yao. Kwa hivyo wakawakusanya vijana hawa kwa lengo la kutaka auliwe Bwana Mtume, kama kwamba wote watu wa Maka wamehusika. Lakini alichokifanya Allah Subhana, alimnusuru mtume wake, akapita katika mkusanyiko wao, akaondoka akiwa salama, akiwaacha watu wanakoromeana. Walipokuja kuamka asubuhi, wanaona ndani ya nyumba ya Bwana Mtume hayuko tena Bwana Mtume, yuko Ali ibn Abi Talib. Wakafanya mipango ya kumtafuta, wakafika mpaka alipojificha. Hapo walipofika wakaambizana, haiwezekani Muhammadi kuwa humu, kwa ishara gani awepo humu? Hapa tunaona kuna buibui wameziba mlango. Ingelikuwa kapita hapa, bila shaka uzi ungelikuwa umemfata. Lakini isitoshe kuna huyu ndege ana mayai yake amelalia. Ingelikuwa kapita hapa, haya mayai yangelikuwa yamevunjika. Ndiyo Mwenyezi Mungu anasema wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun. Fandhur kaifa kana aqibatu makrihim, angalia ile mikakati yao, mipango yao yote, mwisho wake ulikuwaje? Anna damarnahum, sisi tuliwadamirisha. Basi wa qaumahum, anna damarna wa qaumahum ajma'in fatilka buyutuhum khawiya. Si hayo hapo, hayo majumba yao yako tupu. Bima dhalamu, tuliwaangamiza kwa sababu ya dhulma zao. Kuna watu waliiba, kuna watu waliua, kuna watu walidhulumu, wakahisi kama wataishi milele. Tilka buyutuhum, hamuyajui majumba yao hayo? Si hapo majumba yao wenyewe wapo leo, wameiba, si wameondoka, wameacha majumba.
tilka buyutuhum khawiya, wenyewe hawapo. Ilikuwa kauli yao wakisema inatetemesha dunia, ilikuwa wakisimama wao watu wengine wanatetemeka, ilikuwa mtu akiitwa tu unaitwa na fulani tabani, lakini Mungu anasema tilka buyutuhum khawiya, leo majumba yao hayana mtu. Kwa nini Mungu aliwachukulia hatua? Bima dhalamu, kwa sababu walikwenda kinyume na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndio anatuambia waqad makara alladhina min qablihim falillahi almakru jamia, mipango yote ili ifanikiwe mpaka Mungu atake, mpaka Mungu atake ndiyo mambo yote yanaweza yakafanikiwa. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin, Mungu anajua kila kinachochumwa na nafsi ya kiumbe yoyote. Min khairin, kama khairi Mungu anajua, wa sharrin, kama shari Mungu anajua, iwe kwa siri Mungu anajua, iwe kwa dhahiri Mungu anajua. Fayujazihi alaihi, aelewe tu kila mwenye kuchuma anachokichuma Mungu atakuja kumlipa kwa hicho anachokichuma. Wewe kifanye kwa faragha, kifanye wewe umejificha, kifanye wewe nje ya nchi, lakini elewa unachokichuma siku ya kiyama utakikuta katika jumla ya matendo yako uliyoyafanya. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ni wajibu wako kama Muislamu, ni wajibu wako unayeamini utalipwa, siku zote uwe unajihisabu wewe mwenyewe. Kila ikifika swala ya Isha, ukisha kuswali, ukirudi nyumbani, hebu tafakari toka kulivyokucha mpaka swala ya Isha, mahala gani unakumbuka ulimkosa Allah subhanahu wa ta'ala. Lete istighfar, muombe msamaha Mola wako, atakusamehe Mola wako. Mtume katuelekeza hivyo, yeye mwenyewe alikuwa anafanya hivyo, pamoja na kwamba bwana mtume tunajua ni maasum na Mwenyezi Mungu ametangaza liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, lakini bado bwana mtume alikuwa analeta istighfar kutufundisha sisi ummati wake. Usilale kabla hujaleta istighfar. Fanya hivyo, muombe msamaha Mola wako. Lete astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lete istighfar na Mwenyezi Mungu atakupokea. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mungu ni mwenye sifa ya kusamehe, ukiomba msamaha atakusamehe. Tayib, anasema subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa saya'lamu al-kuffaru, na makafiri watakuja kujua. Watakujua nini? Ilmu al-yaqin, watakuja kujua ilmu al-yaqin. Wasayalamu al-kuffaru, makafiri watakuja kujua liman uqubadari, nani aliyo na mwisho mzuri. Watakuja kujua siku ya kiyama nani aliyopata mwisho mzuri. Lakini katika suratul Fajri anasema yauma idhin yatadhakkaru al-insanu, siku hii ya kiyama mwanadamu atakuja kukumbuka yeye mwenyewe hata kabla ya kukumbushwa. Lakini Allah anasema wa anna lahu dhikra, itamsaidia nini kukumbuka wakati huu ambapo hawezi tena kuleta istighfar, ambapo hawezi tena kutekeleza twaa. Anakumbuka lakini ukumbukaji uliokuwa hauna faida yoyote. Yauma yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhana anatuambia wasayalamu al-kuffaru, makafiri watakuja kujua
liman uqubad-dari, nani mwenye mwisho ulio bora, nani mwenye mwisho mwema, ni wao au waumini? Ay liman takunu al-aqibatu al-hasana fil akhirah, nani atakuwa na mwisho mzuri akhira. Wa yaqulu alladhina kafaru, katika jumla ya maneno yasiyokuwa na maana ya washirikina makafiri toka zama hizo mpaka leo, wanaendelea kusema lasta mursala, wewe Muhammad sio mtume. Haya ni maneno ya makafiri, na hapa Mwenyezi Mungu ameyaleta maneno haya kwa fi'lu mudhari, kwamba neno hili au kauli hii kutoka kwa makafiri ni kauli endelevu. Kila zama wanapatikana makafiri wanaosema Nabii Muhammad sio mtume wa Allah. Ndiyo Mungu akatumia kwa kitendo cha mudhari, wa yaqulu alladhina kafaru, wanasema makafiri, lasta mursala, wewe hukutumwa, wewe sio mtume. Ayakulu kufaru Makkah, lasta ya Muhammad mursalan min indillah, wewe sio mtume uliopelekwa kutoka mbele za Allah. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, qul, sema Muhammad, kafa billahi shahida, kama mimi ni mtume, kama mimi si mtume, Allah anatosha kuwa shahidi, akithibitisha kwamba Mwenyezi Mungu mimi ni mtume wake. Hata kama watakataa watu wa dunia nzima, mimi hilo sitojali tena. Kafa billahi shahida, anatosha Allah kuwa shahidi baini wa bainakum, baina yangu na nyinyi. Ay hasbi, inanitosha mimi, shahadatullahi, ushahidi wa Mwenyezi Mungu, bisidiki, juu ya ukweli wangu, bima ayyadani minal muujizati, kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amenisapoti kwa miujiza mbalimbali, kama hivyo inshiqaqul qamari, nabu'ul ma'i fi asabi min asabi'ihi, na mingineyo ikiwa miujiza ya Qur'ani. Wa man indahu ilmul kitabi, vile vile unatosha ushahidi wa wale waliopewa Taurati na Injili. Wao walioingia katika Uislamu wanathibitisha kwamba Muhammad ni mtume wa kweli. Ay wa shahadatul mu'minina min ulamai ahli alkitabi, na ushahidi wa waumini katika wanawazuoni wa ahlul kitabi. Wa yaqulu alladhina kafaru, wanasema wale waliokufuru, lasta mursala, wewe Muhammad si mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wewe si mtume wa Mwenyezi Mungu. Qul, sema Muhammad, kafa billahi, anatosha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, shahidan, anatosha yeye kuwa shahidi, baini wa bainakum, kati yangu mimi na kati yenu nyinyi. Allah subhanahu wa ta'ala ni shahidi wa kuthibitisha kwamba mimi ni mtume wake. Kwa nini? Kwa kupitia dalili ambazo ameziweka mbele yangu kwa miujiza aliyonipa. Wa man indahu ilmul kitabi, pia unatosha ushahidi wa wale ambao Mwenyezi Mungu aliwapa kitabu, Mayahudi na Manaswara, wale waliokuja kumfuata Nabii Muhammad, pia na wao walithibitisha juu ya ukweli wa Nabii Muhammad na ukweli wa Qur'ani. Imekuja katika suratul A'rafi
Mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema, wa rahmati, na rehma zangu, wasi'ati kulla shay'in, rehma zangu imezienelea kila kitu, yani kila kitu kimefikiwa na rehma za Mwenyezi Mungu. Fasaaktubuha, rehma hizo nitaziandika, lilladhina yattaquna, kuwaandikia wale wote wenye kuishi na takwa ya Mwenyezi Mungu, wayutuna zakata, na wanaotoa zaka, walladhina hum biayatina yu'minun, na wale watu ambao kwamba watu hao aya zetu wanaziamini kwa kuishi nazo, wanaziamini kwa kuzifanyia kazi. Sio imani tu ya kusema aya hizi ni za Mwenyezi Mungu, lakini maisha yao yako nje na zile aya za Mwenyezi Mungu. Yu'minuna, wanaziamini kwa kuishi nazo, wanazifanyia kazi. Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiya, wale watu ambao kwamba wanamfuata bwana mtume an-nabiyya al-ummiya, mtume ambaye katika jumla ya sifa zake hakuwa msomaji na muandishi, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamfanya awe msomaji kuwapita waliosoma. Kwa hivyo yattabi'una rasula, watu wanatakiwa kumfuata bwana mtume. Yeye ndiyo dira yao, yeye ndiyo maisha yao. Mtu aishi vipi nyumbani mwake, amuangalie bwana mtume. Mtu ale vipi watoto wake, amuangalie bwana mtume. Mtu afanye vipi biashara zake, amsikilize bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu akae vipi na jirani yake, amuangalie bwana mtume aliishi vipi na jirani zake. Alladhina yattabi'una rasula, wale wanaokwenda sambamba na bwana mtume, wanamfuata bwana mtume, annabiyya al-ummiya alladhi yajidunahu, ambaye habari zake wamezikuta maktuban indahum, zimeandikwa ndani ya vitabu vyao, fi taurati wal injil, katika Taurati na Injili. Kwa hivyo hawa pia wanatosha kuwa mashahidi kwamba Nabii Muhammad ni mtume wa haki. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram, nas'aluka Allahumma ridhaka wal jannata wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wa alsinatana minal kadhibi wa a'malana minar riya'i birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa